Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Ni mwendelezo wa taarifa ya mwanamke kutoka Kenya, Margaret Nduta, ambaye alikamatwa kwa ulanguzi wa dawa za kulevya huko Vietnam na kuhukumiwa hukumu ya kifo, lakini baada ya wananchi wengi kutoka Kenya, baada ya taarifa zake kusambaa sana, huku watu wengi wakitaka serikali ya Kenya kuingilia kati na kuhakikisha kwamba wanamnusuru Margaret Nduta katika kesi ambayo inamkabili huko Vietnam. Hatimaye serikali ya Kenya ikaanza hatua kwa hatua kufuatilia kinachoendelea kwa Margaret Nduta. Ndipo serikali ya Kenya imefanikiwa kufika hadi katika gereza ambalo Nduta anashikiliwa huko Vietnam kutokana na kesi ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Lakini wengi tunakumbuka kwamba katika kesi hiyo Nduta alitakiwa kunyongwa tarehe 18 ya mwezi wa 3 2025, lakini kutokana na Kenya kuingilia kesi hiyo kidiplomasia, ndipo hukumu hiyo ya kifo ikahailishwa. Kupitia taarifa, Korir alifichua maendeleo mapya baada ya timu ya Kenya iliyotumwa Vietnam hatimaye kufanikiwa kumfikia Nduta ambaye anazuiliwa katika gereza la Ho Chi Minh kutokana na ulanguzi wa dawa za kulevya. Katibu mkuu wa masuala ya kigeni Korir amesema kwamba Nduta alihukumiwa kifo na mahakama ya Vietnam baada ya kupatikana na hatia ya kusafirisha kilo 2 za dawa za kulevya aina ya cocaine na alipangwa kunyongwa Jumatatu Machi 18. Anasema, nimefurahi kujulisha kwamba timu yetu kutoka Bangkok hatimaye ilipata visa ya kusafiri na kufika kwenye gereza la Ho Chi Minh huko Vietnam ambako Margaret Nduta anazuiliwa kwa sasa. Korir alisema, tunaweza kuthibitisha kwamba huku akiwa amehuzunika sana, Margaret anakabiliana na hali hiyo na ametendewa kiutu, aliongeza. Korir alitaja zaidi kuwa juhudi bado zinaendelea kumnusuru Nduta dhidi ya kunyongwa kwa njia ya rufaa iliyowasilishwa mahakamani pamoja na mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Kenya na Vietnam. Ingawa Margaret Nduta hakuwakilishwa na wakili wakati wa kesi, rufaa iliyowasilishwa siku chache zilizopita itasikilizwa hivi karibuni. Wakati huo huo, tunaendelea kushirikisha wenzetu wa Vietnam kuhusu chaguzi nyingine za kutatua suala hili gumu, PS alisema. Wawakilishi wa Kenya nchini Thailand wanajaribu kujadiliana kusitishwa kwa kunyongwa kwa Nduta ili kuruhusu ushirikiano zaidi kati ya Kenya na serikali ya Vietnam. Matukio ya hivi punde yanakuja baada ya Korir kufichua kwamba alikuwa na mazungumzo ya simu na naibu waziri wa mambo ya nje wa Vietnam, Nguyen My Hang, kuhusu kesi ya Nduta. Korir katika taarifa yake Jumapili alibainisha kuwa ingawa kesi ya Nduta ilikuwa tata na ngumu, Nguyen amemhakikishia kuwa ombi la Kenya lilikuwa likizingatiwa. Nduta alihukumiwa kifo au kufariki kwa kudungwa sindano ya sumu Machi 6 mwaka huu baada ya kupatikana na hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Margaret Nduta mwenye umri wa miaka 37 inasemekana kuwa alikuwa akifanya kazi kwa mwanaume aliyetambulika kama John ambaye alimuomba ampelekee koti lake huko Laos kabla ya kukamatwa huko Hanoi, mji mkuu wa Vietnam. Nduta alikuwa amesafiri kwa mafanikio katika viwanja vitatu vya ndege. Katika utetezi wake, Nduta aliiambia mahakama nchini Vietnam kwamba hakujua kama dawa hizo zilikuwa kwenye koti lake. Kesi yake imeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa Wakenya, huku serikali ikiendelea na juhudi zake za kuachiliwa huru kwa Margaret Nduta. Kupitia mitandao yake ya kijamii, Korir alisema, tunaweza kuthibitisha kwamba huku akiwa amehuzunika sana, Margaret anakabiliana na hali hiyo na ametendewa kiutu. Kesi hiyo imezua wasiwasi mkubwa nchini Kenya na nje ya nchi, hasa kutokana na mazingira yanayozunguka kusikilizwa kwa Nduta na kufungwa kwake. Mamlaka ya Kenya yamekuwa yakishirikiana kikamilifu na wenzao wa Vietnam kutafuta njia mbadala ya kutatua kile ambacho Korir
alichokitaja kuwa ni jambo gumu. Kesi ya Nduta inaongeza msururu wa matukio sawa na hayo, ambapo raia wa Kenya wamekuwa wakizuiliwa au kuhukumiwa nje ya nchi kuhusiana na ulanguzi wa dawa za kulevya, mara nyingi chini ya mazingira magumu ya kisheria na kidiplomasia. Wizara imeahidi kuendelea kumuunga mkono Kibalozi Nduta huku rufaa yake ikiendelea. Kulingana na hati za mahakama, Nduta alikamatwa Julai 2023 alipokuwa akisafiri kuelekea Laosi. Baada ya kukamatwa, alidai kuwa alikodiwa na mwanaume aliyojulikana kwa jina la John na kwamba alipaswa kupeleka koti hilo alilokuwa amebeba kwa mwanamke mwingine. Pia alipaswa kurudisha bidhaa nyingine kutoka kwa mwanamke huyo. Nduta alilipwa dola 1,300 na John baadaye pia alilipa tiketi za ndege kulingana na mashtaka. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 37 pia alifanikiwa kusafirisha dawa hizo kupitia ukaguzi wa usalama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamadi nchini Qatar kabla ya kukamatwa huko Ho Chi Minh. Vietnam inajulikana kama kitovu kikuu cha biashara ya dawa za kulevya katika pembe tatu ya dhahabu, eneo ambalo China, Laosi, Thailand na Myanmar hukutana. Eneo hilo ni eneo la pili kwa uzalishaji wa madawa ya kulevya duniani. Mpaka wa nchi hiyo wenye urefu wa kilomita 2300 na majimbo jirani hufanya iwe njia rahisi kwa magenge kusafirisha dawa za kulevya. Wafanya magendo hupata jiji la Ho Chi Minh kuwa sehemu ya kuvutia ya usafiri kwa sababu ya ukaribu wake na Cambodia. Hata hivyo, Vietnam ina sheria kali zaidi ya madawa ya kulevya duniani, na yeyote atakayepatikana na hatia ya kumiliki au kusafirisha zaidi ya gramu 600 za heroini au cocaine au zaidi ya kilo 2.5 za methamphetamine atakabiliwa na hukumu ya kifo. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha, lakini ni habari njema kwa Kenya ambapo Margaret Nduta amefikiwa moja kwa moja katika gereza ambalo anashikiliwa, huku Kenya ikiendelea na taratibu nyingine za kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa sawia. Tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.